jambo lililotokea kweli katika dunia, lakini halikuwa kwenye mpango, ila ni Eliya mtumishi wa Mungu aliomba kwamba mvua isinyeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa duniani kwa kuna vitu vinatokea kwa sababu mtu fulani au watu fulani wameomba. Kumbuka, nataka tujifunze kwa habari ya kutoangalia mazingira yanayotuzunguka, lakini natumia mifano miwili ili kukusaidia uweze kuelewa. Ni vizuri sana tumwangalie Mungu, kwa sababu ukishindwa kumwangalia Mungu ukaangalia mazingira, unaweza ukajitengenezea matatizo, na wakati mwingine unaweza ukajitengenezea mazingira kukosa vitu ambavyo ilikuwa ni halali yako. Na mara zote mazingira huwa adui anayatumia kuweza kushusha imani ya watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Sasa Eliya anaomba mvua isinyeshe, na kweli mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3.5 katika Israeli. Na jambo hili haukuwa mpango, halikuwa kwenye mpango wa Mungu. Ndio maana unasikia maandiko yanasema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, mwenye tabia kama yetu, lakini aliomba kwa bidii. Ukianzia mstari 16 Biblia inasema kwamba maombi ya mtu mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5 na mvua haikunyesha. Kwa hiyo ilikuwa ni matokeo ya bidii ya Eliya, mvua haikunyesha. Kwa kuna vitu vinatokea katika dunia, katika maisha yetu, vinatokea kwa sababu tumeomba au kwa sababu tumeomba. Sasa mfano wa pili tunautazama, au kielelezo chetu cha pili katika kujifunza kuishi kwa kumwangalia Mungu baada ya kuishi kwa kuangalia mazingira. Kielelezo chetu cha pili tunakipata katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ile ya 1 mstari wa 8 hadi wa 20, na hapa ndipo nitakaa zaidi katika kufundisha na kuelekeza kwa habari ya kutoangalia mazingira yanayotuzunguka. Luka Mtakatifu sura yake ya 1 mstari ule wa 8 hadi ule mstari wa 20. Hayo maandiko ni marefu, lakini naomba niyasome. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu. Atawalejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia